Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Baada tu ya msanii Diamond Platnumz kuzua taharuki kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii kwa kuposti picha zikionyesha kwamba yeye na mrembo Zuchu tayari walikwisha funga ndoa. Ni nini kilitokea mpaka dakika hii msanii Diamond Platnumz pamoja na Zuchu hawapo pamoja? Kuna kitu gani ambacho kiliingilia hapo katikati? Mashabiki wengi wamekuwa na tamaa kubwa ya kuhitaji kufahamu ni nini kinaendelea kati ya Diamond pamoja na Zuchu, kwa sababu maneno ambayo yamesambaa kwenye mitandao ya kijamii, baadhi ya watu wanadai kwamba tayari Diamond amempatia Zuchu talaka 3, yani inamaanisha bana tayari walikwisha oana, lakini katika ndoa yao ya kimya kimya watu wengi hawakufahamu, na unaambiwa mpaka wazazi wao yani Mama Dangote pamoja na mama mzazi wa Zuchu wao pia hawakupewa taarifa kwa wawili hao wa kufunga ndoa. Ilikuwa ni ghafla. Lakini Diamond Platnumz baada ya kuposti picha bana tayari alikwisha waeleza wazazi wa pande zote mbili. Aliweza kumueleza mama yake mzazi Mama Dangote, lakini pia alimueleza mama mkwe wake ambaye ni Mama Zuchu kwamba nimemuoa mtoto wako japokuwa ni kimya kimya, lakini tayari nimekwisha muoa. Na unaambiwa ndoa ya Diamond pamoja na Zuchu basi ilifungwa kipindi cha Ramadhani pale kwa Sheikh Walid Kinondoni, na Diamond Platnumz hakutaka mambo mengi. Baada tu ya kumkamilisha swala lake zima la ndoa basi walirudi nyumbani na kusherehekea yeye pamoja na mke wake kipenzi mwanadada Zuchu. Sasa kumekuwa na hizi story, watu wengi wanazungumzia kwamba Diamond amempatia Zuchu talaka 3 na ndiyo maana hawakuongozana kuelekea katika ndoa ya Jux pamoja na Priscilla kwa pamoja, kwamba kulikuwa kuna kaugomvi kidogo ambacho kametokea kati ya Diamond pamoja na Zuchu. Sasa dada wa taifa Mange Kimambi ameamua kulizungumzia hili swala kwa mara ya kwanza, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakimpigia simu wakitamani kufahamu hili swala ni nini ambacho kinaendelea katika familia ya msanii Diamond Platnumz. Dada wa taifa Mange Kimambi ameamua kulizungumzia hili swala na kudai kuwa ni kweli Diamond Platnumz pamoja na Zuchu walifunga ndoa mwezi wa Ramadhani, na tunaweza kusema ni ndoa halali kabisa ya Kiislamu, na Sheikh Walid aliweza kuthibitisha hilo waziwazi kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kuulizwa maswali na waandishi wa habari kuhusiana na hiyo ndoa ambayo ilimfungisha msanii Diamond pamoja na Zuchu. Lakini dada wa taifa anakuambia siku 3 kabla ndoa ya Jux haijafungwa bana Zuchu na Diamond waligombana sana, na sababu kubwa ya watu hawa wawili kugombana, unaambiwa Juma Jux aliandaa bachelor party, na unaambiwa hiyo bachelor party bana ilikuwa ina watoto wazuri, yani ina wadada warembo kweli wadogo, lakini pia wakaka mahensam. Sasa yani ni kama vile walienda kuenjoy bachelor party pamoja na mwanaume mwenzao ambaye ni Jux. Sasa mwanadada Zuchu hakuweza kuhudhuria hiyo bachelor party na unaambiwa Diamond Platnumz aliamua kwenda peke yake. Baadaye Zuchu akafahamu kwa nini huyu mtu hakutamani kwenda na mimi huko bachelor party, kuna kitu gani ambacho kilienda kufanyika. Sasa ikapelekea Zuchu akawa anamuuliza maswali mengi sana msanii Diamond Platnumz, na unaambiwa mpaka siku ya ndoa ya Jux pamoja na Priscilla wawili hawa bado walikuwa hawapo sawa, na Zuchu akamtumia message nyingi sana msanii Diamond na kumwambia kwamba nahitaji talaka yangu na sitaki tena kuendelea na wewe katika mahusiano. Na unaambiwa Diamond baada ya kutoka katika hiyo bachelor party bana alimpatia Zuchu talaka 3, na Zuchu hakutegemea kama hizo talaka 3 zingetoka, kwa sababu aliamini kabisa msanii Diamond bana wanapokuwa rozana Diamond anajishusha mara nyingi na kumuomba msamaha. Lakini safari hii imekuwa ni ngumu kidogo. Diamond Platnumz alimpatia Zuchu talaka 3. Sasa Zuchu baada ya kupatiwa talaka 3 na msanii Diamond basi akakimbilia kwa mama yake Hadija Kopa. Baada ya kukimbilia kwa mama yake, unaambiwa Hadija Kopa swala ambalo alilifanya, alimfuata yule shehe ambaye alifungisha hii ndoa ya hao watoto wawili au hawa vijana wawili Diamond pamoja na Zuchu, Sheikh Walid. Baada ya kumfuata wakaongea kiutu uzima na kuongea vizuri na shehe, ili mradi tu shehe aweze kuongea na msanii Diamond Platnumz, ili mradi Diamond aache kabisa haya mambo ya talaka. Lakini talaka tayari zilikwisha toka 3, na ikumbukwe mfanyakazi wa pale ndani kwa Diamond Platnumz aliweza kuvujisha hii siri kwa Mange Kimambi
Kimambi na kuongea waziwazi kwamba Zuchu alipewa talaka 3 na msanii Diamond Platnumz siku 3 kabla ya ndoa ya Jux pamoja na Priscilla. Sasa mama Zuchu bana aliongea vizuri sana na Sheikh Walid, na unaambiwa baada ya Sheikh Walid kumuita msanii Diamond ndipo hapo mambo yakageuka, na Diamond akageuza na kudai kwamba nimempatia Zuchu talaka 1, lakini unaambiwa zilitoka zote 3 kwamba hawawezi tena kurudiana mpaka Zuchu waleona mwanamume mwingine, kama ambavyo sheria ya dini inasema kwamba ukimwacha mwanamke kwa talaka 3 basi ni lazima tu mwanaume mwingine kwanza muoe ndipo wewe uje umchumbie upya umrudie kwa awamu nyingine. Lakini baada ya mama Zuchu kurekebisha hili swala ni kama vile limekaa vizuri, na kwa sasa hivi tunaweza kusema Diamond pamoja na Zuchu ni mke na mume. Na ukitembelea katika page ya Instagram ya Zuchu basi unaweza kuona katika profile yake ameandika yeye ni Mrs. Nasibu. Hivyo basi hahitaji mbwembwe nyingi wala hahitaji maneno mengi sana watu ambayo wanayaongea, basi yeye ameamua kuwa Mrs. Nasibu na watu waendelee kumwacha. Na hiyo ndio story ambayo dada wa taifa Mange Kimambi ameamua kuielezea waziwazi kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kuona watu wengi ni kama vile hawaelewi ukweli, kwa sababu kuna mambo ambayo yanaongelewa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na talaka 3. Talaka 3 imetoka kweli? Hawajatoka. Ukweli ni kwamba talaka 3 ilitoka, lakini kuna mambo ambayo yakawekwa sawa hapo na mama mzazi wa Zuchu Khadija Kopa. Kama ambavyo tunamfahamu, Malkia wa Mipasho hajawahi kushindwa jambo na tayari amekwisha rekebisha, na kwa sasa hivi Zuchu pamoja na Diamond bana wako sawa kabisa, na ni watu ambao wanapendana sana na wanaendelea kuenjoy katika ndoa yao. Lakini pia unaambiwa kuna tafrija kubwa ambayo msanii Diamond Platnumz anatamani sana kuiandaa ili mradi tu kusherehekea hii sherehe yao baada tu ya kuwaambia wazazi wa pande zote mbili. Unaambiwa mama Dangote hakupenda ile ndoa iwe kimya kimya, alitamani sana mtoto wake anapooa basi na yeye kama mama mzazi afurahie na kusherehekea. Lakini pia mama mzazi wa Zuchu na yeye alitamani sana hii ndoa ya mtoto wake Zuchu, na ukiangalia ni mtoto wake wa pekee. Mama Zuchu alifanikiwa kupata watoto wawili tu, wa kike na wa kiume alitangulia mbele zake, na huyu aliyobakia basi ni Zuchu. Sasa ukiangalia ndoa imefungwa kimya kimya, wazazi hawajafurahia, familia hazijafurahia, basi familia zinatamani sana kufurahia. Na unaambiwa hivi karibuni msanii Diamond Platnumz ataandaa sherehe kubwa sana kwa ajili tu ya kusherehekea hiyo ndoa yake ambayo alifunga na Zuchu kimya kimya. Lakini tunaweza kusema sio kimya kimya tena, Diamond tayari amevujisha picha nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii na zikimuonesha kwamba anampenda Zuchu, lakini pia ni mwanamke wa maisha yake. Japokuwa kumekuwa na maneno mengi sana kwenye mitandao ya kijamii, tulishuhudia msanii Harmonize alidai kwamba Diamond amemuoa tu Zuchu kwa sababu anatamani aendelee kusalia katika lebo ya WCB Wasafi, yani atamani kumwachia. Lakini hayo tunaweza kusema ni maneno ya mkosaji tu. Penzi la Zuchu pamoja na Diamond litaendelea kuwa penzi bora sana, lakini pia kapo bora ambayo watu wengi sana wanaipenda. Watu wengi sana wamefurahishwa na hilo jambo, kwa sababu kila mmoja au kila shabiki alikuwa akitamani sana msanii Diamond Platnumz afunge ndoa, japokuwa hatujatarajia kama Diamond atafunga ndoa ya kimya kimya kiasi hichi. Bana, watu wengi walidhani au kufikiri ndoa ya Diamond itakuwa ni ndoa fulani hivi ambayo itafunga kabisa jiji la Dar es Salaam, kwa sababu tunafahamu msanii Diamond kwa sasa hivi ni msanii mkubwa ambaye ana kipato kikubwa, lakini pia ni msanii ambaye anafahamika sana kimataifa. Tulitegemea tungepata mastaa wengi kutokea nchi tofauti tofauti ambao wangekuja kuhudhuria katika ndoa yake ambayo angeifunga yeye binafsi. Hatujajua ni sababu gani ambayo imepelekea msanii Diamond akafunga ndoa yake bila kutaka mambo mengi wala bila kutaka sherehe yote. Kila mtu ana sababu zake katika maisha yake, anaamua kitu gani ambacho anaweza kukifanya, na hicho ndo kitu ambacho Diamond ameweza kukifanya. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.